Hello, the Luck Mom family. Happy New Year 2025. Welcome to our live stream. In case you are new here, just feel most welcome. This is the right place to be. My name is the Luck Mom Deborah Nchoka. I'm an ex-housemaid of Saudi Arabia, and mostly I create awareness on what happens in the Middle East. Sometimes I do help those domestic workers who are stuck in the Middle East. If you are facing any challenge, you can just reach me out. My number is 0727 846 930. That is my number. Sometimes you can't see me on WhatsApp, but what you need to do, you have to save my number starting with +254 727 846 930. So guys, unajua mimi mshahara ikikuja kwa desk yangu imeanza mapema this year. Ninapendanga hakuna mshahara itawahi nipita. So niko hapa hivi nataka kuongea na watu wa The Luck Mom family. Like niwaambie kuna watu sijui ni kumiss kusherekea Christmas, ni hasira, ni kukuwa na nguvu nyingi, ni kuchoka, sielewi. But I'm sharing this information because I know some people have watched the video already. But I want to tell you one thing. Kuwa following instructions is the best thing you can do. If you are working in Saudi Arabia or in any Gulf country, or even if you are working in Kenya, anywhere where you are working, simple rules, simple instructions is the only thing you can follow and survive. So guys, mnajua sijakuwa kazini kwa muda. Nilikuwa mgonjwa lakini sasa nimepona, nashukuru Mungu. Nimekawia kama sijafanya kazi, but sasa mimi nimelala usiku jana on 1st of January. It was around 10 p.m. Then nikaona message ikakuja kwa inbox yangu like, "Oh Luck Mom, tunahitaji msaada, ni emergency." So I was like, what is happening? Mwanaume akaniambia bibi yangu ameshikwa, ako police Saudi Arabia, bosi wake amempiga, wanataka kumuua. Tunaomba utusaidie. I want to remind you kuwa ofisi hazifanyi kazi usiku, but I had to listen because alikuwa anaongea kama na wasiwasi sana. So nikamwambia haitawezekana until asubuhi because hakuna kitu naweza fanya. Anyway, I'm also helpless, but what I do is just a follow up. Like nijue what is happening, kwa nini hii imefanyika, nini na nini, mbona hii imefanyika. That is what I do. So siwezi enda pale nikachukua mtu. Maybe I'm sharing this information because pia kuna watu wanasema, "Oh, mimi ni Luck Mama, I can come to where you are nikuchukue." That would be lying because for me I just do a follow up. So nikamuuliza, "Uko na details za boss wako? Uko na namba ya boss wake?" Juu nilikuwa nasikia kama naogopa pia mimi. Akaniambia niko nayo. Nancy Zaka anasema morning, how are you? So nikamwambia nitumie copy of contract kama uko nayo. Uzuri, the good thing that the lady alikuwa ametumana hizo details. Sababu bwana yake alikuwa na hiyo copy of contract, namba ya agent, vitu zote tu nilikuwa nimemuitisha. Then akaniambia tu jaribu penye utaweza kama unaweza msaidia. By the way, najua kuna uoga. Saa zingine ukisikia mtu amepelekwa police maybe Saudi Arabia ama ako nje ya nchi na amepelekwa police station, haikuangi kitu rahisi. So mimi nikaweka hiyo information, nikasema nitaamka asubuhi and then nianze kufanya follow up because it was late night. So nikaamka asubuhi saa 1. Nikasema sasa the only person naweza kutafuta ni boss, kwa sababu yeye ndiye amempeleka polisi na yeye ndiye anajua mbona amempeleka polisi. So nilikuwa na namba 2, zote ziko kwa contract ya mama na baba. So nikajaribu, nikajieleza, nikajiintroduce. Nikasema nataka kuongea na fulani. Because mimi sikutaka kusema ninajua ako polisi, but nilikuwa nimewaambia familia yake wanasema maisha yake iko hatarini. So anahitaji kusaidiwa.
So what is happening? Hamida anasema sasa mami poa sana. Jackie Muihake anasema good morning, good morning. So nikasema sasa, nikawaambia ile situation yenye nilikuwa nimeelezewa na familia, na everybody's worried because they have not heard from her. Kumbuka aliongea na wao akiwa police station. Kuna watu wako pale kwa cell wako na masimu. So aliongea na ile simu yenye alikuwa anaongea nayo sahihi haingii. So wakasema wao ndio wako na simu yake na wako police station. So I heard from them. Wao wenyewe wali confirm msichana ako police station. So and I was like, what is happening? Jedidi Chemo anasema morning. I know kuna watu wanasema like mamu waache kusoma comments, tunataka kusikiza mshene. You can follow the link kama uko na mbio. So kidogo kidogo nikatumiwa picha. Like unajua watu wapendangi kupiwa picha, huwezi muona uso, but unaweza ona kuna mkono hapa tu at the end hapa hivi imehang. Amenipigia tu picha hapa hivi kwa shoulder. Na kuna nini imehang hivi. So I was like, what is it? Unajua kwa hao Arabu wengi hawajui Kizungu, so unatumia translator. And then akasema so and so alivunja madam mkono. She wanted to kill my wife. That is why she's in police custody. And I was like, what is happening? Alikuwa anataka kumuua kwa nini? So akasema the lady was using the phone out in the kitchen. She's not allowed to use the phone outside her room, and that is it. So I was like, how sure are you that she wanted to kill the wife? Mimi na kierere yangu, by the way kierere yangu saa zingine inanifanyanga nakuwa naibu. Hii kierere yangu inanifanya ninakuwa naibu. Saa zingine yani unapata ninatetea mtu mwenye hata ukianza kumtetea unashindwa. Nilitumiwa around 43 seconds. Ka footage tu, ka CCTV footage mazee. Huyo msichana aliamua, ni kama alikuwa na hasira yote ya mwaka mpya. Alikuwa na hasira ya kutokuwa na Christmas. Like huyo mwanamke alienda akachukua simu like anamnyang'anya changuvu. Bring that phone here. Ule akaamua, unasema akamwambia simu ni yangu. Aliongea Kiswahili. Alikuwa anasema simu yangu ni unachukua simu yangu kwa nini? Hii ni simu yangu. Hata unipei credit. Hii ni credit yangu. Sasa madamu sasa na ile kujifanya ule akachukua tu simu. Like sasa ule madamu alikuwa anang'ang'ania ile simu aende nayo. Alikuwa amemuona like hawezi mpea simu mpaka akipatwa na simu outside the room atawekewa mpaka siku atamaliza contract. Sasa ule msichana alifanya kama mchezo akamtwist. Hao watu they are very delicate. Mimi naambianga watu, ukiona umenona kama like mamu huko na nguvu umekula ugali, tafadhali follow simple instructions. Dada Kanjeli anasema moni huyo demo anaishi life nilikuwa naishi nayo the last contract, mimi hata simu card sikuwa na wifi nikituma do tu for a minute, but I thank God I was patient till I accomplished my duration. Kuna mtu anaitwa hapa Paulo Nyanumba ameweka namba ati ni yangu, ni mwizi. Huyu ni mwizi. Unakuja mpaka kuiba kwa live yangu. Let me delete the comment. Nina kublock. Hao ni wale wezi. Mtu unakuja mpaka kwa live yangu hata hamuna guts. Mtu anakuja akona guts tu, anakuja kwa nini yangu, anaanza kuandika numbers. My people, I don't write namba yangu vile nimepeana mara moja hivi ndio nimepeana. Let me pin it. Watu ni wezi hapa, tumeanza mwaka vibaya. Huyu Paul Nyaumba huyu, wewe kwenda huko. Hautakuja kuiba mpaka wakati niko live. They are using my photo and my name. Wamefungua pages za uongo. My people, when you see a page iko na blue tick, hiyo ndio page yangu peke yake. Zingine zote ni za wezi. Be very careful. Ilibidi nianze kulipia hii blue page because naona watu wangu wanaumia sana. Yani ninashangaa mtu anakuja tu anaiba mpaka wakati niko live. Huu mwaka sio wa mchezo.
Hamtaanza kunibia. I'll be reporting those pages. Ukiona page yenye haina page ya blue, report it. It is not my page. Sasa huyu amenifanya mpaka nimechanganyikiwa na story vile nilikuwa naendelea. So ninataka kuambia ule msichana kweli alitweet ule madam akaanguka chini. Priscilla amesema mwizi, hata nimeshaanga. Mimi nirudi Kenya bila SIM card for 5 months, no communication. Huyo ni favor. Kuna watu by the way ukiacha simu yako chini pia wanaingia wanachukua SIM card. Watu wakuwe very careful. Tutafunzana na hizi story. Jennifer anasema I'm 1 year na hata SIM card ya huku sina, na vile nimeitishwa wamekataa, blocked them na sitaki tena hiyo laini. Good morning Luck Mom, Baba Jonte, how are you? Ule msichana alimutis kama mchezo. Ule madamu akaanguka chini, akaanza kupiga nduru. Akona watoto wawili, mmoja 7 years, mwingine ako 3 years. So vile alianza kupiga nduru, ule mtoto wa 7 years kijana akakuja. Akapata mama yake anapiga nduru, akapigia baba yake simu. So kupigia baba yake, ndio baba yake hakuwa, akapigia mapolisi akakuja na wao nyumbani. So unajua ule mwanamke wote wanafunganga nyumba zao hivyo, wanaenda kulala na vifungu. So wewe unaamuka unafanya kazi pale kwa nyumba, akiamuka saa 8 ndiye anafungua mlango. So ule bwanaume alikuja akafungua na maskari, wakaingia wakapata huyo demu ako hapo ndani amezubaa, hajui aanzie wapi. Waiguru ako pale chini bado analia. Akatiwa pingu. So vile alitiwa pingu, alipelekwa for questioning, and then mwanamke akapelekwa hospitali akaenda kuwekewa hiyo bandage. Sasa amehangi hivi, na ujue Waiguru, kama Waiguru akisikia tu kidogo hivi utamuona tu ni mgonjwa kila saa. Peter Mele anasema how are you doing? I'm fine thank you. So sasa ule mwanaume nikamuuliza, now what is the way forward? By the hata bwanake sasa ninashangaa nyinyi watu wangu wa the Luck Mom family. Wanasema Luck Mom wewe ongea na yeye. Mimi sitaki kuongea na yeye, wewe ongea na yeye. Ninasema tu acha nifanye kielele lakini niongee. Ule mzee alisema they have nothing to say at the moment because madam is still sick. And if they are going to finish this case, the lady has to pay for medical expenses ya madam yenye ametibiwa hospitali. And then atalipa ile pesa yenye aligharamikiwa ya kumfikisha pale Saudi Arabia. Haki mimi naye simu nilizoea tu kutumia kwa room yangu tu juu. Hao watu wanaweza hata kupata simu jikoni na warusho kwa maji ikuwe ni mtoto. By the way hata mimi nilitumia simu yangu kwa room mpaka nikamaliza contract. Unatumia simu kwa room. That was the instruction. By the way, hizi simple instructions zinaweza tujenga ama zitubomoe. It is better we just follow them. So Zainab anasema hello. So atalipa gharama ya kumpeleka because ako 8 months, na atalipa gharama ya madam. Na kuambia Jennifer anasema I can imagine vile she was screaming, amepata excuse hata why ajiri Kenyans. Pia mimi sina simu card ya huku, nikiwauliza wananijibu no need, I don't know why. Na alafu ukiwacha simu tena huwa wanaichukua, tufanye aje sasa? Kuna wale watu wenye wanapeananga simu yao kila jioni. Ikifika 6 umeshapeana simu. Unaenda kupewa tena maybe 5 jioni, unaitumia for 1 hour. Watu wanapitia. By the way, ukiona kama upitii shida yote kubwa, bosi wako amekuambia follow the instructions. But sometimes ukiona ni kubaya hapo, usiache kwa roho, keep it silent, weka kwa mfuko, kwa room. I'm seeing that wewe unaitisha pesa ndio usaidie watu. Why? And Ajandi anasema let me tell you, ukikuja kwangu I don't work for free. The only thing I do for free ni kusaidia mtu kubook ticket. If you come to my inbox ukiniambia niongee na bosi wako, lazima utalipa credit yako. Mimi siwezi ngangana na ile Katen Bob yangu yenye nimeuza mchele ninunue credit nikushughulikie. You are the one uko na shida. Hata ukienda hospitali lazima ununue kitabu. Hata ukienda polisi lazima uweke gari mafuta. So lazima ulipe. This is 2025 and I need to be very clear on this. Nimeona watu wanasema lazima mbona usaidie watu for free. This is somebody working, anafanya kazi. Kwani mimi nilimtuma aende kufanya kazi? If you are not ready to pay for your own credit, si utafute usaidizi penye unafaa kupata, because hata mimi
hii kazi nafanya sio kitu rahisi. Mimi niko hapa Tanzania penye niko, nichukue simu yangu niweke credit ya Tanzania nianze kupigia mtu mwenye ako Saudi Arabia kwa sababu yako. You are not going to use me. Nobody's going to use me in any way. You have to pay. Lazima ulipie credit yako. Ukitaka niongee na boss wako unaweka credit yako. Ukitaka niongee na agent wako unaweka credit yako. I'm not responsible for anybody's problems, but I'm willing to help where I can. Thank you. Mary anasema Aki, napenda wewe sana, Mungu akubariki pamoja na your family. Amen. Na pia mimi simu yangu huwa natumia kwa room juu sina nguvu ya kuvutana nao, huwa nina hasira mbaya. Anything about payment, na ninawaambia, unaona mtu amepeana namba yake hapa, watu wanakoni watu mpaka 50,000, but nikikwambia weka credit kidogo ya 1,000 unasikia tu vibaya, ufai kulipa. Watu wanatumia jina langu, they are conning people a lot of money. And then I'm here clearly telling you, weka credit yako una jam. I don't work for free. The only free service I offer to my fans ni kukusaidia kubook ticket. That one I don't charge even a coin. But if you want to give me a responsibility, niache kazi yangu nikufuatilie, you have to pay. Because hata mukipea agents pesa, munapatia agent 200,000 commission. Unaenda unakwama Dubai, unaenda unakwama Qatar. Unakuja kwa Lakmam. Lakmam nataka unisaidie kwa sababu Lakmam is for free. Ataanza kukusaidia, anza kungangana. Oh my friend, I have my own responsibilities. And you can't compare credit na life ya mtu. If you want to get saved, you have to pay for your own life. Okay? This one, hatuendi kupembelezana. Bita anasema, Veltro, scratch my back, I scratch my back. Okay. Adakaya anasema, mimi nashukuru Mungu, mimi simu yangu inatembea nayo kila mahali. Yeah. But ni kwa nini wanamlipisha hadi bili ya OC na OC Saudi ni bure? Akini acha iwe fundisho kwa mwingine. It is better to be a fool na umalize muktaba urudi nyumbani. Silence is not stupidity. Exactly. Analipishwa. Unajua tena Waarabu ni waongo sana. Unajua wanaweza ona tu hawezi make. Uko na agency wa jobs za wanaume Saudi. Mimi sio agent, I don't give job offers. Kazi yangu ni kurudisha wenye wako kwa shida na maybe kuongea na boss wako kama uko na tatizo. Sifanyi kazi ya kupeleka watu Gulf. Those are people using my name and my photos, It is not me, I'm not an agent, okay? Mimi nisipotembea na simu wanipigie, wapate siko karibu na yao, ile kelele napigiwa siwezi pumua. Basi hiyo ni rule ya nyumba yako. Gloria anasema, mimi yangu nilikuwa naiacha kwa room. Kuna watoto wawili wa 8 years na 4 years wa karibu na kuambia wanibaie juu ilikuwa mpya. Walikataa, nikajikata mshahara nikanunua ingine. Haikumaliza 3 months. Wa karibu tena niliamua natembea nayo kila mahali hata nje. If you are given simple instructions ya simu, weka simu yako mahali pazuri penye iwezi haribiwa. Hata kama utaweka kwa pantina utembee nayo, lakini usiitumie ukiwa outside your work, so long as ikue safe. Usiiache mahali popote like nitaiacha hapa juu sijui wamesema niiweke kwa room, madamu anapita aone. Saa zingine unaweza kuwa unaosha choo, mtu anaingia kwa bagi yako, anatoa manguo anarushanisha, wanachukua simu. So ukue very careful na simu yako. Mama, asante sana, advice zako zimenisaidia sana. Nakanga huku na mshoshi bati ni msumbufu kama ghasia, bati nikikuona niko sawa kwa simu yangu nao naikanga kiunoni, sijawahi wacha. Thank you Terry. Karo anasema, when we follow the simple instructions definitely tutamaliza contract salama. This way gurus wanasumbua, but we have to value our lives ili turudi nyumbani salama. Thank you. My patients anasema, I like the way you are open, may God bless your work. Amen. So guys, follow simple instructions. Please, let us follow simple instructions. Huyu msichana, bwana yake saizi, the moment aliona hiyo footage, ndio ameamini. So, nataka ukikosea Mwarabu, jaribu kuelezea nyumbani at least what you have done. So that watu wasione like ya watu wanataka kukuua. Unajua the way you present your information to the family inawaangaisha. Wewe ukisikia uko na nguvu ya kupigana, rudi nyumbani. Kenya kuna maandamano inaendelea, uandamane.
urusharushe tu mawe na mateke. Wacheni kupigana kwa nchi ya wenyewe. Tafadhali. Wacheni kupigana kwa nchi ya wenyewe. Hapo ni mbali sana. Saudi ni Mungu, eti simu yako weka silent ukitembea nayo. Kabisa. Bora usiguzaguze kwa kazi. Tuelewane tu. Hata wewe ukiajiri mtu nyumbani unaona anafinya simu na unamlipa at the end of the month, it doesn't make sense. Watu wenyewe pia wajue tu huwa wanakosea hao mabosses. Follow instructions na utapatwa na shida yoyote. That is what I can tell you. So far, I want to remind you that siwezi acha any comment in the comment section like Ma'am Deborah Nyanchoka. Niweke namba yangu. I don't leave comments iwe ni TikTok, iwe ni YouTube, nikiacha namba yangu. People wamekuwa smart, they don't want to work. Wanataka tu kutumia jina langu tu kukoni watu. Okay, wapi video nione? Video angalia, follow the link. Nimepeana link. Tuheshimiane, let's respect one another, tushikane mkono, tuweze kusaidiana. Our aim is to make this world a better place for everyone. Na kama unataka kunipata kwa Facebook page yangu iko na tiki ya blue, yenye iko na katiki ya blue, that is my page. Zingine zote ni scammers. So I'm back in business, bado nauza mchele yangu na sukari. Business ya haijasimama, tunaendelea. If you need, you can make your order. My number is 0727846930. Tukutane sokoni. Na nashukuru sana, you have made me grow kibiashara pia kimaisha. Mubarikiwe sana. God bless you. Tuonane tena in the next show. Tutazidi kujuliana. Watu wa TikTok leo haitaisha. Ile mishene yetu lazima tutafanya. Thank you so much for tuning in. See you in the next show. Bye.